Aise bwana, msikilizaji wa channel yetu ya Makala Simulizi na mfuatiliaji wa simulizi yetu hii ya jirani matata. Bana, katika simulizi hii huku ndani kuna mwanadada mmoja anaitwa Aisha bwana. Huyu mwanadada Aisha katika sehemu hii, nafikiri na sehemu inayofuata pia, lakini katika sehemu hii ana jambo lake. Kuna mambo humu ndani yanamtokea mwanadada Aisha huyu. Basi tu, aise, kama unatamani sana kuona na kusikia mambo ya mwanadada Aisha macho, Aisha cha umbea, basi hata kama bado hujasikiliza, hebu bana punga tu hata mkono hapo chini kwenye uwanja wa comment. Tuma makopa. Nione kama unatamani kufahamu mambo ambayo yanampata mwanadada Aisha. Tuma makopa. Arusha hata maua tu hapo chini kwenye uwanja wa comment. Haya bwana, hii bwana ni sehemu ya 3. Unajua katika sehemu ya pili tulimwacha mwanadada Aisha akiwa shapata kisago fulani hivi, alafu akaonekana kwamba kumbe mpaka ile chupito yake ilikuwa imetoboka baada ya kufunuliwa lile dela lake baada ya kipigo alichokipata kutoka kwa mwanadada Rachel. Sasa bwana katika sehemu hii bwana nakuwa fresh sana zaidi na enjoy zaidi kutokana na simulizi jinsi ilivyo. Sasa tusipite sana kwenye mambo mengi sana, lakini tuweze kuendelea katika simulizi yetu hii, na hii ni sehemu ya 3. Ninayekuletea simulizi hii bwana ni mimi BHB, rafiki yenu, ndugu yenu hapa Makala Simulizi. Sasa ungana na mimi sasa katika sehemu hii, na kama wewe ni mgeni katika channel hii bwana, mimi nakukumbusha bwana, usikae kiupweke, basi bonyeza neno subscribe hapo chini ili familia yetu iweze kuwa kubwa zaidi. Wewe mwanafamilia katika channel yetu hii. Okay, karibu sana katika sehemu hii ya 3. Hii ni Makala Simulizi. Story 2-3 bwana. Story za hapa na pale ziliendelea pale ndani bwana katika saluni ya kijana Kiki. Story zikawa zinaendelea pale kati ya kijana Kiki, mwanadada huyu mrembo kabisa ambaye alikuwa ni demu wake na Kiki, pamoja na wale washikaji waliokuwa pale kina Titus. Wakawa wanapiga story kadhaa pale za kucheka na nini. Wakati huo mwanadada huyu yeye sasa alikuwa anasubiri tu kijana Kiki aweze kumaliza kabisa mchongo wake ule wa kumnyoa yule jamaa pale ili kusudi aweze kuondoka, kwa sababu jamaa tayari alishakubali. Sasa pale mwanadada huyu wa kuitwa Lady, ambaye alikuwa ni mwanadada ndiye mpenzi wa halisi, ndo demu halisi wa jamaa wa Kiki, akawa sasa pale akawa ndo muendesha story sana. Anaendesha story huku na kule na washikaji wanampigisha story. Kiukweli ni dada ambaye alikuwa ni charming sana, anapiga story, anachekesha, lakini pia vile vile yani haishiwi na maneno yani kwenye kupiga story yani. Ushaona? Sasa yule mwanadada pale kupiga story pale akafanya yani hata washikaji wenyewe akawa na enjoy pale. Baadaye pale jamaa akamaliza, akawa amemaliza kumnyoa yule jamaa, akamnyoa vizuri vibaya mno. Kapendeza mshikaji katokelezea kweli. Akalipa pale shilingi 70,000. Akamaliza pale. Sasa akamwambia yule sister, sasa bana, baby mimi hapa nishamaliza. Oh, poa bwana. Sasa twende basi kwenye gari. Sio kwamba niende kidogo hapo, niende washing room hapo. Bana twende. Huko tunapoenda bana mambo mengine yataendelea huko. Kumuta tu. Basi ngoja nao mikono hapa. Okay? Kama ni mikono na watu. Basi mshikaji akatoka zake pale akanawa mikono pale kwa nje, sehemu ya kunawia mikono pale, akanawa mikono sasa pale akajikumuta kidogo. Alafu sasa akaenda kuaga washikaji pale ndani. Oya, Titus. Oya, sasa mimi bwana hapa natoka bwana. Oya, sasa si umwache shemeji mshikaji. Unasemaje wewe? Ndio hivyo nakwambia umwache shemeji. Shemeji si unaona anapiga story kichizi, yani ana story nini, utuache naye hapa mwanangu, kazi inakuwa rahisi akiwepo. Nyinyi. Hebu acheni bwana huko. Ngoja kwanza nimpeleke huyu, nimnyang'anye huyu mtu wenu kwanza. Niwanyang'anye huyu mtu wenu kwanza nikampige huko, alafu arudi huko na manundu. Shemeji bwana, ukampige? Kwa hiyo unahisi naenda kumfanya nini? Basi washikaji wakawa wanacheka tu pale. Akasema basi bwana, hiyo tushaijua hiyo bwana, nenda ukampige bwana. Oya, Kiki, angalia makini mwanangu, kwa makini mwanangu, usio kapigwa huko. Aniwezi huyu. Hakuwezi wapi mwanangu, na kati anasema kwamba anaenda kukupiga mwanangu. Angalia usio karudi na manundu. Aniwezi huyu, wewe ngoja tu.
Basi wakati utani kidogo pale, alafu then Kiki pamoja na mwanadada Lady wakatoka pale na kuelekea katika mahali ambapo alipokuwa amepaki gari mwanadada Lady. Basi wakafika pale, akafungua mlango, akamfungulia mlango, akapanda, akaingia ndani. Hapo sasa safari ilikuwa ni moja kwa moja kwenda katika eneo moja zuri la starehe kabisa. Gari ilikuwa iko spidi ya kawaida kabisa. Ilitembea kama dakika 2 hivi. Kidogo pale mwanadada Lady akamwambia, "Baby, napenda sana wewe driver wangu. Naomba uje uendeshe." Hilo tu. Bwana, nataka uniendeshe." Basi bwana akasogeza ile gari pembeni, akapaki, afu akabadilishana pale. Jamaa Kiki pale ndo akaingia, akakaa sehemu ya driver pale ili kuweza kuendesha gari. Wala kwake sio mambo ambayo yanasumbua hata kidogo. Ni mshikaji ambaye ni mtundu sana, japo kwa nyumbani kwao kulikuwa hamna magari, hamna maisha, hamna nini, lakini alisha pambana na kuhakikisha kwamba anapata leseni na pia ni driver mzuri wa gari tu. Hasa magari haya ya kutembelea hayamsumbui kabisa. Basi akaingia bana kuendesha mchuma mkali sana wa mwanadada Lady. Mwanadada Lady akawa yuko pembeni. Wamesogea kama dakika 2 hivi mbele tena. Mwanadada Lady akamwambia, "Baby, samahani bwana. Hebu weka gari pembeni kwanza." "Vipi, kuna shida? Tumbo linauma au?" "Hapana, weka tu, hebu sogeza bwana gari pembeni kwanza bwana." Basi bwana mshikaji Kiki hakuwa na shida sana. Akaona hamna noma, akachukua ile akasogeza ile gari akaipaki pembeni. "Naomba kwanza unipigie busu kwanza. Nimemisi sana busu yako." Mshikaji hakuona noma bwana, akaona sasa hapa bwana mwanamke alishahitaji hivyo hapo, afu mwenyewe ni doni namna hii. Basi hamna noma. Basi jamaa akampigia busu. "Umeridhika sasa?" "Hapana, bado sijaridhika." "Upige busu nyingine?" "Hebu ngoja kwanza." Mwanadada yule bwana hakuzingua. Alipeleka mdomo wake haraka sana na kuanza kupata juisi kwenye mdomo wa kijana Kiki. Kijana Kiki na yeye hakuweza kukataa. Alijua ni nini ambacho mwanadada yule alikuwa anataka. Walipeana pale juisi, wakapeana, wakabadilishana pale, wakapigana, wakapeana ndimi pale vibaya mno. Kwa dakika kama 7 hivi mshikaji. Mwanadada Lady akaanza kulainika pale, akawa anataka sasa mchezo. Bwana. Maliza bwana. Alianza kuleta miguno ile. Aisee, kwa upande wa Kiki alikuwa anafahamu vizuri mwanadada ni jinsi gani alivyo, akarudi nyuma akamwachia kama pembeni. Akamwambia, "Wewe baby, tuondoke bwana. Na kujua wewe uanze kuchelewa hapa, uchelewe kuniambia kwamba tumalizane hapa kwanza." "Umenikata bwana." "Nakujua wewe. Mimi nakujua, unaweza ukaniambia hapa tukaanza kuniambia bwana, nipe kimoja." "Sawa, ni kuna ubaya, wewe si wa kwangu au?" "Na ndio maana na mimi nikakuachia, kwa sababu najua ukiniomba sitakunyima, nitashindwa kukunyima, nitakunyimaje wewe na kati wendo wangu." "Haya bwana, washa gari twende bwana, lakini mimi sijapenda. Kwani ukinipa wiki moja wewe unaingia sara gani?" "Bwana tulia bwana, twende bwana. Wewe si unaniambia kuna mahali unaenda? Umesema kuna mahali twende. Au yuko tunaenda kufanya?" "Popote pale, wewe si upo bwana." Mshikaji pale akaona bwana huyu kidogo hapa, hebu ngoja asinichezee bwana. Akawasha gari pale, akaingia barabarani. Mwanadada Lady akabaki akawa amemtazama kwa jicho fulani hivi. Jicho la kuremboa, lakini jicho ambalo lilikuwa linaonyesha kabisa kuna kitu lilikuwa linakihitaji ambacho limekikosa. Lakini sasa kwa muda huu linakibembelezea kwa lugha fulani hivi ya uso, lugha fulani hivi ya macho, lugha fulani hivi ya kuvutia ili kusudi hicho kitu akipate. Lakini kwa upande wa mshikaji Kiki akagoma, akaona hapa ngoja nile pause. Huyo asijakaza kunisababishia hata ajali hapo barabarani. Jamaa akawa serious sana, concentrate kabisa katika kuendesha gari. Safari ikawa inaenda mbele zaidi. Msikilizaji, kwa upande wa mwanadada Rachel bwana, siku ile mambo yalikuwa ni tofauti sana. Alikuwa ametoa kisago ndio kwa mwanadada wa kuitwa Aisha nyumbani, kidomodomo kweli kweli. Lakini sasa kumbe pamoja na kuondoka pale, lakini bado alikuwa na stress zake nyingi. Alikuwa na stress zake sana. Kitu kikubwa alichokuwa nawaza, alikuwa anawaza sana kuhusiana na Kiki. Alikuwa anamwaza Kiki kwamba utamu ambao aliopata kutoka kwa Kiki, alafu Kiki anamueleza kwamba ana mpenzi wake na wala hahitaji kabisa kuwa na mtu mwingine. Ile jambo kusema kweli lilikuwa limemuumiza sana. Lilimuumiza sana. Rachel anaenda kazini, anashindwa kufanya kazi. Mpaka wateja wake wakawa wanamshangaa. "Na Rachel leo ukoje?" "Hamna tu, hamna." "Sasa hebu angalia, mimi nimekwambia
unishone hii hapa, yani unisuke hii hapa, upeleke ulete urembo ushushe kwa hapa mbele. Sasa angalia umepeleka zote nyuma jamani Rachel. Ndio vitu gani hivi leo? Wewe shoga yangu, kwani uliniambia mimi nipeleke huko mbele? Bwana shoga yangu na bwana unazingua bwana. Leo ukoje Au vipi baby amekuacha au? Msikilizaji pale sasa mwanadada Rachel alipoambiwa vile ni kama akaona huyo mtu mbona kama yuko kwenye akili yangu. Hapo alikuwa ameshakosea na huyo alikuwa ni mtu wa tatu anamkosea wanapishana kauli pale. Akaona bana hii kazi imekuwa sio hii. Basi akafumua pale sehemu alipokuwa amekosea, akaanza kugeuza sasa kupeleka nywele upande ambapo alipokuwa anapaswa alete urembo ule wa nywele zile zije ziangukie kwa hapa mbele hapa kwenye jicho la upande wa kulia hapa kama ambavyo mteja wake alikuwa anataka. Basi akaseti pale akamaliza. Kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wanampigia simu ambao walikuwa wanataka waweze kusukwa na yeye moja kwa moja. Yaani sio kusukia tu kwenye ofisi yake, hapana, walikuwa wanataka mkono wake moja kwa moja because walikuwa wanamwamini sana. Ise akasema mimi leo siwezi kuendelea kufanya kazi. Lakini sasa kitu gani ambacho atakisema? Excuse gani ambayo ataitumia kwa wateja wake wasione kwamba anadharau? Ambia bana sasa nimeshikwa na tumbo niumwa vibaya, naomba tu kwa kweli leo nisamehe. If possible, basi unaweza tukaendelea hata kesho. But today I'm not good my dears. Basi wale wateja wake ambao walikuwa wanampigia simu aliwapanga kwa salio na wao wakamuelewa, akaona okay. Rachel hata yeye anataka pesa. Rachel yuko vizuri siku zote, kwa hiyo kwa leo inabidi tumuelewe. Lakini wateja wale watatu ambao waliokuwa wamewahudumia pale waliona kabisa leo mwanadada Rachel yuko vizuri. Kweli bana, na Rachel aliona bana mazingira haya hawezi bwana. Ilibidi atoke zake pale akachukua usafiri huyo. Hapo ikiwa ni mida ya mapema kabisa. Siku ipo mapema kabisa siku hiyo bwana. Muda hapo umefika kama saa 8 tu, saa 8:09 hivi. Yeye ameshaondoka kazini. Kitu ambacho kilikuwa kawaida yake, kwanza amechelewa kuja pale. Amechelewa kuingia kazini. Lakini pia vile vile amewahi kuondoka. Hata wafanyakazi wake walikuwa hawajafahamu vizuri kwamba yeye anaenda wapi. Lakini wasingeweza kumfuatilia sana kwa sababu ni bosi yao. La zaidi sana aliwaambia tu kwamba mkifika jioni wewe Mila ndo utakayeondoka na funguo. Na ikiwezekana hizo funguo sio kuondoka nazo, ziniletee nyumba. Lakini anyway kakae nazo. Mlinzi yupo, hamna shida. Wewe nenda nazo ila kesho asubuhi uwahi. Basi alipomaliza kusema vile akaondoka zake pale na usafiri ambao alikuwa amekodisha pale ukampeleka moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake wa karibu sana. Huyu rafiki wa kuitwa Sheima. Huyu rafiki yake Sheima bana, yeye ana grocery fulani hivi. Grocery ambayo iko sehemu imechangamka sana, ni sehemu ambayo ni maarufu sana kwa pale tauni. Sheima alikuwa amezoea kuitwa Shei. Akampokea vizuri rafiki yake pale. Mwanadada kuitwa Rachel alienda na kukaa pale kabisa sehemu ambapo rafiki yake huyu alikuwa amekaa. Kule kwenye counter kulikuwa na mtu mwingine. Lakini sasa Shei yeye alikuwa ametoka na kaga hapa pembeni hapa. Counter kwa nje ndipo mahali alipokuwa anapenda kukaa pale. Ndipo ambapo mwanadada Rachel alienda na yeye akakaa pale pale. Kwa hiyo kwa sasa wanapiga story mtu na rafiki yake. Bana shogango sikia ngwambie. Hebu niletee bia, leta bia bwana, hebu leta bia za kutosha kwanza hapa. Mwanadada Rachel akawa anachukua na kunywa bia. Akimaliza anaagiza tena, kunywa bia. Hivi wewe Rachel leo kuna nini lakini? Sikia ngwambie rafiki yangu. Ni hayo tu ndio kwambia. Yaani nakwambia mwanaume amenichanganya sana huyo. Yaani utamu ambao nilioupata ni si kawaida. Alafu ananiambia kwamba eti ana mtu wake. Kweli? Ananiambia ana mtu wake na hawezi kuendelea kuwa na mimi. Hebu leta bia bwana, mimi kwanza nitulize hiki kichwa. Anachukua bia nyingine pale anaongeza. Anasema na dada Rachel alikunywa bia nyingi sana. Mpaka sasa rafiki yake Shei akamwambia wewe, ndo nini hivi unakunywa kama maji? Bana acha tu ninywe bwana. Acha tu ninywe bwana. Yaani unajua Shei anamfahamu rafiki yake vizuri. Huyu rafiki yake huyu wa kuitwa Rachel anamfahamu vizuri. Kwa hiyo Shei anafahamu jinsi gani ambavyo rafiki yake akiwa anapenda mwanaume jinsi ambavyo anapenda. Yaani akipenda anapenda na maliza kabisa. Sio kama wewe ambaye unanisikiliza ambaye unapenda nusu nusu. Rachel yeye akipenda anapenda na maliza kabisa. Sijajua nawe kama unapenda sana lakini kwa upande wa Rachel ilikuwa ni tatizo sana katika kupenda. Lakini rafiki yake Shei alikuwa anafahamu. Akamwambia hebu acha hivyo bwana. Hapana. Yaani kuacha hivi nitajisikia ni hata kujiua. Mimi nampenda sana huyu. Hivi
Kwani amekupa kitu gani wewe mpaka unahangaika naye? Ina maana wewe utamu gani ambao uko kwake peke yake? Wanaume wengine wapo. Wewe tatizo lako bwana, rafiki yangu, unapenda sana. Ina maana huu utamu aliyokupa hakuna wanaume ambao wengine wanao, mpaka ujilazimishe kuwa kwake mpaka kuharibie mudi yako kiasi hicho. Wewe unaongea tu kwa sababu hajakukuta wewe. Wewe hujawahi kupata utamu wewe. Yaani unapata utamu afu mtu anakuambia kwamba eti ana mtu wake ambaye ndo akumpa utamu. Bwana, sasa ndo unywe pombe kiasi hicho jamani? Hebu acha hivyo bwana. Mimi sikuletei nyingine. Wewe kama utaki bwana, mimi niondoke. Niende nikanywe sehemu nyingine. Wewe sio wewe peke yako unauza pombe hapa mjini, sawa? Sio wewe peke yako unauza pombe hapa mjini. Naweza kuondoka ngaenda nganywa pombe sehemu nyingine. Kama utaki kuniuzia useme. Mimi sina kunywa hela yangu. Sasa mwanadada wa kuitwa Shei akaona huyu ni bora anywe pombe pale pale mahali ambapo yupo. Kwa sababu likitokea la kutokea, yeye ni rafiki yake, anaweza akateki care of her. Akaona hapa hamna shida, bora tu anywe hapa. Basi akaendelea kumpa. Pombe zenyewe ni bia. Hazina ile concentration kubwa sana ya alcohol. Akawa amekunywa nyingi sana. Lakini kutokana kwamba amekunywa nyingi sana, pombe ikaanza kupanda kichwani sana kwa mwanadada huyu wa kuitwa Rachel. Alikuwa analalamika sana kuhusiana na swala zima la kijana huyu wa kuitwa Kiki ambaye amempenda sana, alafu amechomoa tu, yani hana time naye kabisa. Wakati huo anaendelea kupiga pombe nyingi sana hapo, na jioni inakimbia inaingia sana. Huyo mtu ambaye anamsababisha yeye aweze kunywa pombe nyingi sana alikuwa yuko na mrembo wake matata kabisa wa kuitwa Lady, wakiwa wako katika hoteli moja nzuri sana ya kifahari iliyokuwa inaitwa Lake Views. Ndipo mahali ambapo walipokuwa wameenda pale. Muda ule walikuwa tayari wako zao katika swimming pool, walikuwa wanaogelea, lakini mwanadada wa kuitwa Rachel alikuwa anakunywa pombe nyingi sana kwa kuhitaji tu kwamba aweze kukubaliwa na kijana huyu wa kuitwa Kiki. Baby, njoo bwana. Hivi tunaweza kubebana kwenye maji? Kukubeba? Hapana bwana, kwenye maji haiwezekani. Bwana, nataka unibebe kwenye maji bwana. Sasa nikubeba kwenye maji situtazama? Basi twende upande ule wa kule. Kuna kina kifupi wanapooogeleaga watoto kule. Twende kule wale watu wanaojifunza. Twende swimming pool sikubwa hii. Twende ukanibebe basi. Hivi lakini baby, hivi kweli unaona kabisa ni vizuri nikikubeba hapa? Ndio bwana, mimi ndo kitu nimemiss hicho bwana. Haya bwana. Lady wewe bwana. Kwa hiyo mimi nakuudhi ningekwambia unibebe? Hapana, sijasema hivyo. Hiyo ndo kazi yangu. Mimi napenda unibebe afu ngoja kwanza. Mwanadada wa kuitwa Lady bwana alikuwa anapiga maji alafu anafurahi jinsi anavyoruka yanaenda katika kifua cha kijana huyo wa kuitwa Kiki. Kiki bwana alikuwa na kifua fulani hivi kimejichora vizuri, kifua cha mazoezi. Chota maji pale akawa anashika na mrushia kwenye kifua. Bwana twende basi. Wakaanza kurushiana maji pale kwenye swimming pool ile. Wewe twende bwana. Wewe umenipiga maji mengi vya usoni, mimi hata siendi. Sikubebi sasa. Bwana twende basi, mimi napanda hapa. Unanibebea hapa. Wewe ukija hapa tutadondoka hapa. Wewe basi kama unataka twende kule. Hapana bwana, mimi siwezi kwenda. Ushanipiga maji ya uso hapa yameingia machoni, mistaki. Jamani baby kweli. Ushanipiga hapa kwanza, mistaki sasa hivi. Mwanadada wa kuitwa Lady pale akasogea pale, akaangalia, akashika kwenye uso wa kijana Kiki, akamwambia hebu ngoja tuone bwana. Akajifanya anampuliza pale kwenye macho pale. Tayari yametoka. Si ametoka bwana. Yametoka wapi bwana wewe? Mimi bwana siendi kule bwana. Twende bwana basi. Basi wakaanza kukimbizana pale wakiwa kwenye maji mengi pale katika swimming pool. Mwanadada huyu alikuwa anataka pande, yani anataka pande mgongoni aweze kubebwa pale pale. Lakini sehemu walipokuwa ilikuwa na kina kirefu. Kijana yule bwana wa kuitwa Kiki akaamua sasa hapa hamna. Akaanza kuogelea akapiga maji, akapiga mbizi. Huku wakati huo mwanadada Lady akiwa yuko kwa nyuma huko anamkimbizia. Anamkimbiza anaelekea upande ule ambapo kuna maji kidogo mafupi, ambapo wale watu ambao hawajui kuogelea vizuri ndipo ambapo huwa wanapenda kukaa. Kaenda kule. Kaambia haya sika hapa. Akapanda mgongoni mwanadada Lady. Afu akamwambia haya tembea. Sasa mimi napenda kuona ukiwa unatembea kwenye maji. Inakuwa kama kwenye movie. Haya twende tembea.
Sasa pale kijana Kiki akawa anatembea katika swimming pool ile upande ule mfupi, akawa anatembea hivi. Miguu ya mwanadada huyu wa kuitwa Lady ikawa inaburuza buruza kwenye maji, kwa sababu upande ule maji yalikuwa yamefika usawa wa hapa kiunoni au chini kidogo ya kiuno. Yalikuwa maji sio mengi sana upande ule. Akawa anajitahidi kutembea pale. Wow. Baby, hebu nidondoshe hapa, niachie nidondoke hivi nione. Hapa ni pafupi bwana, nikikudondosha hapa unaweza ukaumia hapa. Kweli? Mbona unanipenda? Utaki mimi nidondoke? Na ningeumia wewe. Oho, sio hapa ni hatari. Afu sasa hapa unapoona parefu pafupi hivi, unaweza ukadondoka afu kashangaa ukagonga kichwa kikaumia sana hapa afu kaleta matatizo. Kweli? Ndio hivyo yani mimi nakwambia. Basi akatembea pale mpaka pale ambapo mwanadada Lady alipoona kwamba hapa bana inatosha. Akamwambia baby, kuna kitu mimi nimemisi. Kitu gani? Nikwambia utanipa? Nitakupa. Kama naweza kukupa lakini. Kwa hiyo mimi unahisi kwamba nitakwambia kitu ambacho huwezi kunipa? Na uhakika unaweza kunipa? Kwa hiyo umechoka na sasa hivi nisikubebe tena? Sasa hivi nataka unibebe, lakini nibebe kule. Yaani tuogelee afu ukiwa unanibeba yani mgongoni. Bwana wewe. Sana kubebaje? Na basi twende tukakumbatiane kule kwenye maji mengi kule upande ule. Basi bwana pale kijana huyu Kiki bwana aligundua kwamba mpenzi wake sasa pale ameshachoka kubebwa. Basi wakaanza kuogelea wakawa wanakimbizana sasa wakiwa wanaogelea kuelekea kule sehemu ambapo ina maji mengi sana. Watu ambao makonk wa kuogelea walikuwa wanapenda kukaa. Sehemu ile bwana ilikuwa ni kubwa sana. Swimming pool ile ilikuwa ni kubwa sana. Kwa sababu ilikuwa imeenda mpaka imezunguka jengo lile upande wa pili huko. Yaani ilikuwa inaenda inakata kona. Ilikuwa imechora kama nusu mwezi hivi. Eneo kubwa sana la kuogelea lilikuwepo pale katika ile swimming pool. Basi wakakimbizana pale wakaenda wakiwa wanaogelea wanapiga wanakata maji piga mbizi pale. Wakafika upande ule mwingine ambao ulikuwa na maji marefu sana. Pale wakaanza sasa kuchezeana na maji huku na kule. Lakini kule upande mwingine kwa mwanadada Rachel pombe alikuwa anaendelea kugigida vibaya mno. Ilifika wakati sasa hata mdomo kunyanyua hawezi tena. Yuko hoi amejinamisha tu pale. Mwanadada huyu wa kuitwa Shai akawa sasa akamsogeza pembeni pale akamwona akasema aweze kuegemea pale. Ili aendelee kuhudumia wateja wengine na muda akitaka kuondoka ndipo atakapoondoka na yeye. Rachel alikuwa amelewa pombe siku ile vibaya sana. Hoi binti Aban. Paka mwanadada wa kuitwa Shai akasema jamani, hivi na maana ni kitu gani hicho ambacho alichokuwa amekipata kwa hiyo mwanaume mpaka anamfanya na kwa chizi kiasi hiki? Sasa hapa ningemwacha akaenda kunywa pombe sehemu nyingine, si ndio ingekuwa hatari? Si wanaume wangeweza kumbeba na kwenda kumbaka huyo. Ila huu upendo wa shoga yangu. Shoga yangu anapenda vibaya jamani. Shai akawa anamshangaa rafiki yake pale. Basi bwana akawa anaendelea na mishe zake. Lakini upande wa kule hotelini, wawili hawa bwana walikuwa wanaenjoy sana ndani ya swimming pool. Kama kawaida bwana mwanadada wa kuitwa Lady ndio mtu wa kuanzisha story na kuanzisha mambo mapya. Akageuka tena sasa akaanza kumwambia baby, mimi nimeimisi. Umemisi nini? Ndo nini? Naona aibu kukwambia. Aibu gani? Unaona aibu kuniambia kitu unachokitaka? Sasa kitu gani ambacho nakionea aibu? Yaani mimi hapa mimi na wewe afu unaona aibu. Bana anyway, mimi nipe utamu wangu. Umemisi utamu? Au unahisi kwamba nilikuleta huko ili nini? Angajua labda leo huhitaji kitu kingine, unahitaji tuweze kucheza tu, labda tuogelee na nini, stories hapa na pale. Labda ulitaka company tu. Sasa company yangu mimi na wewe inaweza kuhitimishwaje? Unajua ni sawa na michezo ya mabondia. Mnaweza mkawa na mapambano mengi kuanzia hata saa 10, lakini pambano halisi ndio linakuwa la mwisho la wale mabondia wa kweli. Hii mingine ni michezo, lakini mwisho wa siku kuna jambo la msingi ambalo mimi na wewe tunapaswa tulifanye. Umemisi sana Umemisi sana bwana. Tuenzetu ndani basi.
Tuanzie hapa hapa bwana. Sasa bana na wewe sasa hivi hapa si unaona kabisa bado mapema. Watu watatuona hapa. Sasa kwani watawahi kutuona bwana? Sisi tunaingia tunakuwa tuko kwenye maji, kinabaki sehemu ya kichwa tu huko chini. Watajua ni nini kinaendelea. Kwani watakuja kuangalia kwamba ni nini kimeingia huko ndani? Sio watajua ni watu tu wanabebana. Wewe. Hivyo unavyojua mikakati yangu bwana hapo. Harakati zikianza hapa, si utajua kabisa unajua kabisa tutaanza kuvuruga na haya maji tutachafua yote hapa na furugu zitakuwa nyingi. Watakuja kuturekodi hapa afu utashangaa tunapostiwa huko tunaanza kutrend afu tunatrend kwa mambo ya ajabu kama haya. Baby bwana, njoo bwana. Njoo huko. Msikilizaji, mwanadada wa kuitwa Lady alianza sasa kumvuta kipenzi chake huyu wa kuitwa Kiki. Akawa anamsogeza karibu yake. Lakini sasa mshikaji huyu bwana Kiki alikuwa ni mzuri sana katika hisia. Akaja toka pale akatoka akapanda juu akamwambia panda huko twende. Wakatoka zao pale. Wakaenda mpaka kwenye hoteli na kuchukua chumba. Wamebadili vitu vyao pale wakaingia ndani. Hapo sasa mechi zikaanza kuchezwa mle ndani. Piga kazi mechi za kufa mtu bwana. Mechi hatari sana pale. Watu wamenyonyoa manyoya yote wamebaki kama walivyokuwa wamezaliwa. Yo, baby, sweetie. Walivyopiga bwana mechi pale kwa muda mrefu sana. Na kila mmoja kujikuta kwamba sasa amekaa yuko kwenye hali ambayo ameridhika sana. Yakaanza sasa maongezi pale. Jua hapo linakaribia kuzama kabisa hapo. Baby. Aise usije ukaniacha ise. Yaani ukiniacha na kuwa kabisa yani. Sio kwa hivi vitu unavyonipa ise. Sio kwa hivi vitu unavyonipa. Mimi siwezi kukuacha. Mimi nakwambia ukiniacha bora nikuwe tukose wote. Mimi mwenyewe siwezi kukuacha kwa sababu kwanza nikikuacha tu mimi nakufa hata kabla ya kuniua. Nikikuacha tu mtoto mzuri kama wewe nakufa hapo hapo unashangaa tena mimi nakufa naoza sasa hapo mpaka unakuja kutaka kuniua. Tayari unajikuta mimi nishakufa. Kwa hivyo unashangaa unakosa hata mtu wa kumuua. Kweli unayosema hayo. Kweli kabisa mimi siwezi kukuacha. Naachaje mtoto mzuri kama wewe? Nashukuru sana. Basi bwana aliendelea kubebishana pale. Kidogo kijana wa kuitwa Kiki akanyamaza kimya afu akawa ametulia kama anatazama juu hivi kuna kitu anafikiri. Baby, unafikiri nini? Kuna jambo fulani tu hivi ambalo nilikuwa nalifikiri. Msikilizaji, kijana huyu alikuwa anafikiri jinsi ambavyo kwa mara ya kwanza kabisa walivyokutana yeye na mwanadada Lady. Jamaa huyu bwana alikuwa anawaza na kuvuta kumbukumbu jinsi alivyokutana na mwanadada Lady kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza kabisa mwanadada Lady yeye alikuwa yuko chuoni, alikuwa anasoma. Na kipindi hicho alikuwa hajaanza tabia yake alikuwa hajaanza kusuka. Alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kufuga nywele ndefu, anapenda kuzifuga tu. Yaani anasuka msuko wa kawaida au kidawa afanye nini? Alafu anapenda kuwa nazo tu nywele zake zikiwa ndefu vile anapenda. Sasa akiwa na rafiki yake akakuta rafiki yake ananyoa sana alafu anapendeza sana, akawa anatamani yeye kunyoa. Alipokuwa akimuuliza kwamba ulikuwa unanyolea wapi? Wapi ulipokuwa unanyolea? Akawa anataja sehemu ambapo alipokuwa ananyolea, lakini pia akawa anamueleza kwamba mimi kuna mtu ambaye ananinyoaga pale. Kipindi hicho kijana Kiki bwana alikuwa shavuma mitandaoni sana. Anavuma mitandaoni kwamba ni kinyozi maarufu, kinyozi maridadi, mpaka yule mtu ambaye aliyekuwa amemwajiri pale ikabidi amuongeze mshahara kabisa kutokana na jinsi ambavyo jina lake linavyokuwa kubwa sana. Sasa mwanadada huyu wa kuitwa Lady akatamani sana jinsi ambavyo kwanza jina la jamaa limekuwa kubwa. Kila siku ile rafiki yake akinyoa anasema amenyoa kwake. Alafu akiingia mitandaoni anaona jinsi ambavyo jamaa anaposti jinsi ya style mbalimbali za kunyoa, anaangalia jinsi ambavyo watu wengi wanavyo comment kule na kumsifia huku na kule, Jambo hili likamfanya mwanadada Lady kumwambia rafiki yake naye aweze kumpeleka mahali ambapo aliponyoa. Hapo ndipo sasa akapelekwa na kukutana na kijana Kiki. Alipopelekwa pale sehemu ile ambapo Kiki alipokuwa ameajiriwa, alikuja kumuelewa sana Kiki kwa mara ya kwanza, akamnyoa akapendeza vizuri sana. Pale akasema inabidi nichukue namba za simu. Mwanadada Lady akachukua namba zake za simu, namba za Kiki, akaenda afu ndipo wakaanza kuwasiliana. Kuanzia pale
Alikumbuka zaidi jinsi ambavyo sasa walivyoendelea mawasiliano yao. Anakumbuka siku ambapo alipopigiwa simu na mwanadada wa kuitwa Lady akamwambia, "Kik, bana mimi na shida na kunyoa, lakini I feel much bored sana. Sijisikii vizuri kabisa hapa, niko bored sana, sijisikii kuja huko. Unaweza ukaja huko hostel?" Eti hosteli. Ndiyo, lakini njia nzuri ya kukuelekeza ni hapa. Hostel hizi za juu hapo. Sasa tuko kwenye hizi nyumba za madenga hapa chini. Hostel za madenga kwa chini hapa. Si unapajua? Napajua ndio, lakini sasa nakujaje nyumbani sasa? Njoo bana uninyolee huku bana. Mimi hiyo hela yako hiyo nitakulipa, nitakuongezea hela yako mara 3. Hebu sikia alafu nikwambie bwana sister. Hivi unajua kwamba mimi hapa sina hela leo kichizi, yani afu unavyoongea hivi yani unanichanganya wewe. Kweli au wewe utaki hela? Kwani ungeninyoa kwa shilingi ngapi? Kwani kawaida mimi wanachuo mimi sina wanyoa shilingi 30 tu. Basi 30 60 basi mimi nitakupa 100,000. Kweli? Ndio hivyo bana, mbona unakuwa hivyo bana na wewe? Mbona unaanza kuwa mshamba bana? Njoo bana uninyolee huko nyumbani bana, nimekwambia niko bored, sitaki kuja huko. Kama unakuja uniambie. Basi poa, natimba basi hapo. Lakini sikia sasa. Mazingira huko usalama nini? Usalama upo? Bana, mbona maswali mengi ya kijinga bana? Mimi bana wananiboa bana. Hebu njoo huko bana. Siku hiyo bana ndipo kijana wa kuitwa Kiki akatoka pale akaenda zake mpaka nyumbani mahali ambapo alipokuwa ameagizwa. Kulikuwa kuna hosteli ambazo zilikuwa ni maarufu, alafu chini kuna nyumba ambapo ndipo ambapo walipokuwa wanapanga wanafunzi wengi ambao walikuwa na hela. Ndio alikuwa anapaka sasa kwenye zile nyumba nzuri. Akaingia mpaka ndani akakuta kwamba mwanadada wa kuitwa Lady alikuwa anakaa peke yake. Kipindi hicho yeye yuko bado chuoni. Basi bwana kijana Kiki akaingia mpaka pale ndani. Alipofika tu pale kuingia ndani hivi akamkuta mwanadada akiwa yuko na kanga moja peke yake. Alafu ndani hajavaa kitu. Niambia bana, sikia nikwambie. Nataka uninyoe, lakini hebu kwanza ngoja nifunge mlango tusije tukaanza kuzungumza mambo ambayo watu wakaanza kunisikia. Nisikilize nikwambie kitu Kiki. Nahitaji uninyoe, hela yako iko hapa. Lakini leo sitaki uninyoe nywele za kichwani. Bali unatakaje? Nataka uninyoe nywele zangu za huko. Unaona hapa? Mwanadada kuitwa Lady bwana akaondoa ile kanga yake. Kwa hiyo alivyoiondoa akaanza kumuonyesha mazingira ya huku chini kwa bibi. Sasa Kiki alistuka sana pale akasema, unamaanisha nini? Ndio, nataka uninyoe huku leo. Kiki hakuamini aisee. Sasa kama mwanaume bwana akishaelezwa vile na akaonyeshwa vitu kama vile, haraka sana akili yake haikai upande wa kunyoa tena. Akili yake ikajigeuza na kutaka nini? Kutaka mazingira. Ngambia hela yako ipo, lakini kuwa makini wewe. Haya hiyo hapo. Mwanadada akatoa ile kanga yote afu akabaki kama ambavyo alivyokuwa amezaliwa. Akawa hana chupito, hana kitu chochote. Akamwambia ninyoe. Chomeka mashine pale. Switch hiyo hapo. Asa kijana sasa hapa Kiki akachomeka ile mashine kabisa kule kwenye switch. Alafu sasa akaanza kutega. Hajawahi kufanya hicho kitendo bwana cha kumnyoa mtu huko chini. Lakini sasa akawa anaanza sasa kumnyoa pale mwanadada. Akaanza kupeleka. Sasa wakati ananyoa mwanadada wa kuitwa Lady akawa jamani. Kiki. Basi akawa analeta miguno kana kwamba kuna kitu kinaingia ndani. Wakati huo anazungumza anazidi kuweka miguu yake vizuri. Nyoa pote bwana. Maneno ambayo aliyokuwa anazungumza yalimfanya Kiki kupandisha medali vibaya mno. Alimpandisha Iseki vibaya mno kijana huyo. Alipandishwa stimu vibaya mno. Akajikuta kabla hata hajamaliza kunyoa. Zenyewe kulikuwa sio kubwa, ni vitu tu kidogo ile, lakini sasa mwanadada alishamwambia kwamba anataka unyolewa. Jamaa alijikuta akirusha mashine pembeni na kushusha suruali yake kwa kasi sana pale na kuchukua mashine nyingine ile ndio akaingiza mle ndani. Badala ya mashine ya kunyolea zile ndevu, kunyolea nywele, akaingiza mashine yake nyingine pale. Alikutana na mguno mkubwa sana wa mwanadada aliyemuita, Kiki, you kill me. Kitendo kile kilimfanya kijana kuzidi kuongeza nguvu nzito sana. Akaanza sasa kupeleka moto vibaya mno. Lady pale akaanza kujibu mashambulizi.
Ni ukweli kwamba ndicho kitu ambacho Lady alichokuwa anakitaka. Akapokelewa pale sana na kuanza kucheza. Akacheza mechi ile kwa muda mrefu sana mpaka kila mmoja akawa hoi, ndipo akakaa pembeni. Yaani wewe, nimekuita uninyoe alafu sasa ulitakaje bwana? Msikilizaji, ndivyo vitu ambavyo kijana wa kuitwa Kiki alivyokuwa anavikumbuka pale. Sasa kwa sababu alitulia muda mrefu sana, mwanadada Lady alipomuuliza kwamba unakumbuka vitu gani, ndipo akamwambia bwana, mimi nakumbuka jinsi ambavyo tulivyokutana kwa mara ya kwanza. Mwanadada Lady akacheka sana akamwambia, kwenda zako, umekumbuka nini? Nimekumbuka tu mchongo ule ambavyo unaniita mimi sio nje kwenye. Sasa kwenda zako kwa bwana, mimi sitaki hata kukumbuka mavitu kama hayo bwana. Vitu hivi vya ajabu. Mimi nilikuwa nishakupenda, nimekuelewa, afu unazingua. Sasa nazingua nini? Kwanza wewe si ulijifanya uko yani basi tu. Hamna, wewe ndo ulikuwa unazingua. Au yani si ulikuwa unipendi wewe? Hivi imekwaje ukanipenda? Mimi nilikuwa nakupenda mbona tokea mwanzo. Mbona sasa hujanitongoza mpaka ukasubiri mpaka mimi mwenyewe nikaanza yani mpaka kwa Mungu kama sijui nilikubaka vile. Yani kujifumua akili zangu zote ndo ukajifanya eti kwamba unaona nipenda. Mimi nilikutazama hivi nikagundua tu kwamba huwezi kuwa level zangu. Kwa sababu kwanza nilikuwa ni mtoto mzuri. Desturi yangu ni kwamba msitongozi mwanamke mzuri sana. Na sio mzuri sana naweza nikamtongoza, lakini kitu cha pili ulikuwa unasoma chuo na mimi wana chuo sipatani nao. Dharau zile. Kitu cha tatu una pesa. Yaani kuangalia jinsi ulivyo na pesa, mwanachuo mzuri sana, nikagundua kabisa wewe hatuwezi kuendana. Ndio maana nikaamua kukutongoza, lakini nilikuelewa sana. Acha oga wewe. Oga yako ndio maskini wako. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaona kabisa kwamba mimi siwezi. Mimi nilishakuelewa. Niliona kabisa hapa, nilikuona umekuwa moga. Ndio maana nikasema hapa wewe lazima nikutengeneze mazingira ya lazima tu, kwa sababu nikikubembeleza utaki. Nikikwambia tu hivi nikikuacha unitongoze utanitongoza. Ndio maana nikaamua nikufitishe kwa lazima. Ndio kama hivyo bwana. Nimekumbuka vitu vingi sana lakini. Msikilizaji, ni ukweli kabisa kwamba mwanadada huyu wa kuitwa Lady alimpata sasa kuanzia pale alipompenda sana kijana Kiki, ndipo alipomtoa sasa kule mahali ambapo alipokuwa ameajiriwa na kumtengenezea ofisi yake kali sana, ambayo ndio hii sasa ofisi ya saloni nyingine kubwa yenye hadhi, ambayo ina hadhi kubwa sana, inanyoa watu maarufu sana pale. Kwa hiyo ule mtaji wote ambao kijana Kiki alikuwa ameweka pale ulikuwa ni wa mwanadada Lady. Ndio maana hata akiambiwa bwana leo usinyoe, alikuwa anakubali, ananyosha mikono juu, anasema bwana wewe bwana wewe ndo komando afu mikuruta. Kwa sababu anajua kabisa kwamba pesa zote zile ambazo anazozipambania pale, anazozizungusha pale ni za mwanadada huyo kuitwa Lady. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Basi baada pale akamwambia, baby, kuna kitu gani kingine ambacho unachokitaka kwenye maisha yangu? Kitu gani tena sasa? Kila kitu mimi naona nakipata. Nimepata penzi. Nitataka nini tena kwako? Hamna kitu kingine ambacho unahitaji labda? Mimi nafurahi ninapoongeza kwako kwa sababu nakupenda na naamini wewe ndo mwanaume ambaye nitakuja kuishi na wewe. Kwa hivyo naamini unapofanikiwa wewe ndo na mimi hapo nafanikiwa. Hebu niambie unataka nikupe kitu gani kingine? Saloni ndo hivyo. Sasa hivi ni kubwa na ina jina kubwa sasa hivi. Sasa kingine kitu gani? Amna kwa muda huu bwana. Sijui nisemeje bwana. Okay bwana, baby endelea kufikiri, utaniambia. Mimi bwana nataka niondoke. Sasa wewe sijui unalala hapa au unaondoka, mimi sijui. Anyway, lakini shika hela hii hapa. Mimi naondoka. Basi bwana mwanadada yule Lady akatoka pale, akaenda zake akachukua gari yake, huyo akaondoka. Kijana huyu bwana akakaa pale akatufikiri alale pale kwenye hoteli ile. Mwisho wa siku akasema hapana. Kiki akasema mimi bwana ngoja nirudi zangu nyumbani. Akatoka pale zake, akaita usafiri ukampakia akampeleka. Lakini hakwenda moja kwa moja nyumbani, alienda mpaka pale saloni. Kafika pale kaangalia washikaji wanaendelea kupiga kazi hapo, muda umeenda. Akakaa zake pale akasema anyway, potelea mbali. Ngoja mimi nirudi zangu. Ase washikaji mimi ngoja niende zangu nyumbani bwana. Hapo bwana tukifunga kama kawaida. Basi jamaa akatoka zake pale akasema kutoka hapa kwenda magetoni wala hakuna sababu ya kupanda usafiri, ngoja nitembee taratibu, muda wenyewe unaruhusu afu fresh. Basi jamaa pale akaanza kutembea kuelekea nyumbani kwake. Kiki anatembea anasema, anakumbuka anasema hapa inabidi nichukue misosi kabisa hapa. Ile nikiingia zangu ndani
nimeingia leo sijisikii kupika, sifanye nini, hela ipo, bora nichukue vyakula kabisa. Basi jamaa akaingia katika mgahawa mmoja hivi ambao ulikuwa na vitu vikali vizuri sana pale, walikuwa wanatengeneza takeaway za kutosha nzuri sana. Basi jamaa akaenda akachukua pale wali makange ya mbuzi, akawa anawekewa pale kwenye takeaway pale, anafungiwa. Wakati anaendelea kufungiwa pale, mwanadada mmoja hivi mrefu wa wastani hivi alikuja pale akiwa amevaa kipensi chake fulani kilichokuwa kimebana kwenye mapaja yake hapa. Kifuani alikuwa anaonyesha kabisa kwamba maziwa yake yalikuwa bado hayajashikwa sana. Akaja pale amevaa kiblousi cheupe hivi kimeshika, afu kifuani hapa kumenyanyuka kweli kweli. Mwanadada ni mrembo kweli bwana. Akafika tu pale akaanza kumwambia yule jamaa mhudumu, kaka, naomba unipe na mimi makange ya mbuzi. Atalipa huyo kaka hapa huyo. Wewe jamaa vipi? Unalipa kweli? Amna bwana, silipi bwana, nautania. Tengeneza bwana. Wewe sister amesema halipi. Bwana wewe tengeneza. Atalipa tu. Nitajua cha kumfanya, atalipa. Wewe mshikaji, sikia. Tengeneza afu mpe sister, mimi nitalipa. Wewe kaka na wewe nikome bwana. Umlipie nani? Mimi nimekwambia nataka kulipiwa. Kama ni kulipiwa nimesema huyu hapa nilipie. Sasa wewe na wewe unilipie, nimekwambia sina hela ya kulipa. Kwenda zako huko bana. Hebu muone huko. Alikuwa ni jamaa mwingine ambaye aliyekuwa ameropoka pembeni, akawa anaona sasa ile ni ofa nzuri sana. Akawa anataka kumlipia yule sister. Lakini kumbe yule mwanadada kitu ambacho alichokuwa anakitaka wala ilikuwa sio issue ya kulipiwa tu, ila alikuwa ni shobo kwa sababu alikuwa amempenda sana jamaa Kiki pale. Baada jamaa kamaliza pale, akapewa vitu vyake na yule mwanadada akawa anapewa vitu vyake pale. Analipa huyu. Asipolipa nitalipa mimi mwenyewe bwana. Wewe unilipi? Sina hiyo ile bwana. Kama kawaida ya Kiki bwana anavyojikuta bwana kujisheua. Akachukua vitu vyake huyo akatoka mdogo. Sasa ametembea amefika mbele kidogo hivi akashangaa bodaboda hii hapa. Titi ikasimama mbele pale. Yule sister ndio alikuwa amepanda kwenye ile pikipiki. Oya bro, mambo. Safi sisters, tumeshasalimiana. Akawa anamnyoshia mkono. Sasa niambie bwana na wewe, sikia basi nikwambie. Niambie. Aliponyosha mkono wake wala jamaa hakutaka kushika ule mkono wale nini. Akatulia, hajataka kabisa hata kugusa. Afu akaanza kutembea kama anasepa hivi. Yule jamaa wa boda akamwambia mfuate. Akamfuata tena jamaa jinsi ambavyo alivyokuwa anatembea. Oya mshikaji, sister si anakuongelesha. Oya nyinyi mnataka nini bwana? Mbona mnanichanganya nyinyi? Oya sister unasemaje sasa? Wewe kaka bana nawe. Nakuongelesha. Sikia basi. Nipe basi hata hiyo namba yako ya simu basi, nitakuelekeza baadaye. Bana sister, hebu niache bwana, nikatae bwana, hebu jikatae bwana. Nyinyi bwana bwana watu wengine bwana, wanawake wengine bwana. Hebu bwana chana na mimi bwana. Mwanaume gani wewe bwana? Hebu muone mshamba mjinga. Sio na wewe shoga sijui. Hebu acha pikipiki tuondoke zetu. Mwanaume mjinga kiasi hiki kweli? Kumbe jinga hivi, yani mshamba kweli. Hizo nafasi wenzako wanazililia. Hivi unaweza kunikataa mimi kweli? Mwanamke kama mimi unaweza kunikataa mimi kweli? Hebu acha pikipiki bwana, twende zetu kwa chana na mjinga huyu, mshamba huyu. Jamaa basi akajikuta anacheka tu pale akaondoka zake tu anaendelea. Jamaa yule mwenye bodaboda akawasha pikipiki yake huyo akampeleka yule mwanadada huko nyumbani. Sasa mshikaji Kiki akatembea akaenda zake mpaka nyumbani. Akafika magetoni pale akaingia shwa. Ile kuingia kutulia hazijaisha dakika 10. Akasikia mlango wa pili wa mwanadada Rachel unafunguliwa. Kaka, twende bwana. Twende. Haya, ingia nyoka, ingia bwana. Jamani, lakini na wewe jamani. Ni watu ambao waliokuwa wanafungua ule mlango wa mwanadada Rachel ndio ambao waliokuwa wanazungumza vile. Sasa kitendo kile kilimfanya kijana huyu Kiki kutoka kuchungulia kwamba ni nini. Alipochungulia kidogo pale, akaona kuna watu wameingia ndani na mlango umefungwa. Lakini sauti alikuwa anasikia ni ya Kiki, hakuwaza sana, akarudi zake ndani. Baada ya dakika kama ngapi hivi, wakati ndo amekula pale anamaliza, akashangaa mwanadada anatoka pale, anakuja pale kugonga kwenye mlango wake. Wewe hebu fungua. Jamaa akatoka pale akafungua. Hivi, ngoja nikwambie kitu. Mwenzangu hali yake huko sio nzuri. Unamfanya nini rafiki yangu mpaka anafikia hali hiyo? Hebu njoo muone hali yake, sijui kama hata atanyanyuka au vipi.
Nani? Wewe mwenzangu mjui? Yeye Rachel. Hebu njoo huko kwanza. Sasa pale jamaa sasa akaona hebu ngoja atakatoka pale akaingia sasa kwenye chumba cha mwanadada Rachel. Kufika kuangalia Rachel amelazwa chini pale. Yuko hoi kabisa. Yaani kalewa vibaya mno. Wewe, kwa nini unamfanyia hivi? Umempa kitu gani rafiki yangu mpaka anakuwa kwenye hali hii? Kila saa nakutaja wewe analalamika mpaka ameamua kunywa pombe mpaka amekaa kwenye hali hii. Umemfanya nini? Hebu sogea hapo kwanza mnyanyue kwanza uongee naye ujue unafanyaje. Rafiki yangu akifa anasema kabisa kwamba ni wewe. Basi mshikaji yule Kiki akatoka pale akasogea mpaka mahali ambapo alipokuwa mwanadada Rachel alipokuwa amelazwa pale ndani. Mwanadada huyu bwana alikuwa ni shy. Akaenda pale kwenye mlango akafunga kwa kitasa afu akachukua funguo akazitupia kule kwenye meza kwa nyuma. Alafu akasogea mpaka mahali ambapo alipokuwa kijana wa kuitwa Kiki. Hebu niambie, ni kitu gani hicho umempa? Anakutaja na analalamika kila saa. Wewe amekwambia mimi nimempa nini? Na unataka kitu gani yani? Mbona unanisumbua? Unanisumbua mimi sikuelewi. Hebu nisikilize kaka, usinichanganye. Unasikia Kiki? Usinichanganye kabisa. Hebu niambie, ulimpa kitu gani? Wewe alikwambia nimempa kitu gani? Ameniambia kwamba wewe hapo unamtesa kimapenzi. Umempa utamu ambao yeye anasema kwamba hawezi kupata kwingine. Ni kitu gani hicho? Wewe ulifanya kitu gani? Unaniuliza hivi ili nini sasa? Nisikilize wewe. Nataka unipe hicho kitu ulichompa mwenzangu. Hivi sister unamaanisha unachozungumza? Ndio. Usimwangalie huyo kalala, huyo hawezi kunyanyuka, amekunywa mapombe mengi sana. Mimi ndo nilikuwa namuuzia huko. Hawezi kunyanyuka huyo, labda kesho yenyewe sio asubuhi sana, labda saa 4 ndo anapata nguvu ya kunyanyuka hapo. Nipe na mimi hicho ulichompa mwenzangu. I say. Unajua Kiki anapata bahati nyingine pale tena I say ya mwanamke ambaye anahitaji. Mwanamke huyu ni Shaima. Shaima bwana ndio anaye anataka tena. Akaanza kumshika na kumnganganizia kijana Kiki pale. Oya tulia basi. Huku na kule jamani kama anakataa hivi, lakini sasa akakumbuka kwamba hawa wanawake bwana hawa wakiwa wanataka hivi alafu usipowafanya watakuja kuzungumza maneno ya ajabu hawa kwamba mara vile. Akakumbuka pia kwamba kuna dharau zitakuja kuonyeshwa pale. Akamwacha yule mwanadada shy akawa anaendelea kucheza na mwili wake pale. Sasa kwa sababu Rachel alikuwa amelazwa chini, kijana huyu yeye Kiki pamoja na mwanadada shy wakawa wamedondoshana pale kitandani. Haijakaa sekunde ngapi mwanadada shy akawa amepeleka mkono wake moja kwa moja mpaka kwenye Kiki hii ya jamaa ya Kiki mwenyewe. Kwa hiyo Kiki yake ikashikwa. Akaanza kupenyeza mkono akaanza, kumbe una ukuni ndo maana. Kumbe una ukuni na mimi nautaka hivi. Una uhakika usije ukaanza unajua utagombana na rafiki yako hapa akigundua kwamba umefanya vitu kama hivi. Wewe acha bwana hivyo. Huku na kule bwana. Shai akafanikiwa kunyonyoa lile nyoya bwana la kijana huyu akuitwa Kiki. Akatupia nguo ambayo ilikuwa pale. Akabaki na boxato tu. Boxato nayo akaichukua kaitoa pale. Haraka sana akaanza kupiga mswaki. Shika pana hivi mswaki akaanza kupiga mswaki bwana. Akaingiza gobole lote lile pale katika mdomo wake na kuanza kulihamisha upande mmoja kwenda mwingine. Akaanza kushika vizuri mic na kuanza kuitumia kuimba. Aisee, wimbo ambao alikuwa anaimba hakuna mtu ambaye alikuwa anausikia. Zaidi tu ni kwamba mtu aliyekuwa anajua ladha ya wimbo ule ambao alikuwa anaimba mwanadada Shai alikuwa ni kijana Kiki peke yake. Kijana Kiki alikuwa yuko dede. Imesimama Kiki kweli kweli. Bana kijana pale bwana hakupoteza muda bwana, michezo ya hatari pale ikaanza. Huku na kule. Michezo panda shuka, vurugu, pata shika huku na kule. Alipomaliza pale akasema, Wakaka. Hivi unakula madawa gani? Kwa nini? Madawa gani unayokula? Kumbe ndo maana mwenzangu akaamua kuwa kichaa kabisa. Hebu naomba uniahidi kwamba hutanipa mara moja tu. Sitakupaje mara moja kwani mimi nilitaka hata mara moja. Naomba please, kama nimekuudhi nisamee, lakini naomba uwe unanipa mara kwa mara kila ninapotaka. Sasa nitakupaje mara kwa mara? Afu utagombana na rafiki yako. Rafiki yako ndo kitu hicho kinalalamikia. Afu na unasema, nitajitahidi kwa namna yoyote, mimi naomba uniamini. Mimi sitakuwa kama yeye, lakini mimi nitajitahidi rafiki yangu asijue. Nakuomba sana. Huu kuni ulionichapa nao
Sijawahi, yani sijui kabisa. Ui jamani, yani unajua nasikia Hebu sikia nikwambie, mimi bwana naondoka hapa. Au mambo mengine tutaongea. Huyu atakija kuzinduka hapa atakuja kuniona mifala sana. Na kwamba natoka na nini sio tabia nzuri. Mimi naomba kwa kwanza naenda tu. Lakini naomba usikie ombi langu, nenda tu. Huku chini nisharidhika, nimeridhika kabisa. Nimeridhika, wewe naomba uende tu. Basi kijana yule bwana akaenda pale akaidama akachukua ile funguo pale akafungua pale akaiacha kwa ndani akatoka zake akaingia chumbani kwake. Kiki bwana alikuwa ameshapata kitu kingine pale inaitwa chai. Sasa upande wa mwanadada bwana wa kuitwa Aisha bwana, siku hii alikuwa amefurahi sana kwa sababu ile movie yote aliona na alikuja mpaka pale dirishani na kuanza kusikiliza kitu kilichokuwa kinaendelea kule. Aliona natoka wakati mwanadada Rachel analetwa pale akiwa anatembezwa hivi na hivi. Kwanza bajaji ilimleta mpaka pale mlangoni getini, alafu akaanza kubebwa huku kwa kusaidizana na yule mshikaji aliyekuwa anaendesha bajaji, akamleta akamuingiza mle ndani. Alafu baada ya sekunde kadhaa akawa anaendelea kuangalia, ndipo akamuona kijana huyu wa kuitwa Kiki akiingia mle. Alafu baada ya hapo akasogea dirishani na kusikia maongezi ambayo walikuwa wanaongea. Ndipo akagundua kwamba bwana walikuwa wanapiga kazi. Sasa mwanadada huyu bwana siku hii ilikuwa ni raha sana kwa sababu upande wa pale kwa wapangaji kulikuwa kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ameleta jambo la hatari sana sana. Huyu alikuwa ni mwanadada anaitwa Mwasiri. Mwasiri bwana siku hiyo naye alikuwa amevusha. Alikuwa ameleta mshikaji wake pale. Mshikaji pale ndani bwana akawa yuko pale, mshikaji anaitwa Kennedy. Alikuwa amekuja sasa pale kuikanyaga. Sasa huyu akawa ameenda zake. Aisha akawa naye anamsikilizia na kula chabo kule. Akawa anasikia jinsi ambavyo walivyokuwa wanapigishana kelele pale. Yaani wewe. Anaona ni boa wewe. Hivi muda wote bwana, kwa nini wewe hainyanyuki tena? Kwa nini hainyanyuki tena? Kweli moja tu. Bwana nawe. Mwai, hebu tulia basi. Isi baadaye tutafanya tena. Baadaye nini bwana? Yaani muda wote mpaka sasa hivi. Umepiga kimoja ndo tunakaa mpaka muda huu hapa haufanyi tena. Yaani nimekutumia nauli kila kitu mpaka umekuja huku, afu bado huwezi unanipiga moja tu kweli? Bana kuumizana tu kwa hapa na mishombo tu bana. Wewe subiri bwana nawe, baadaye si tunafanya tena. Baadaye kitu gani bwana? Hebu kwenda zako huko bwana. Baadaye ndo nini? Kwa nini sasa hivi? Au hii hapa ina nini? Hebu fanya huko bwana. Bana naomba, mbona sasa kama unanigombeza sasa? Ndio nakugombeza. Kwani mimi nilikuleta hapa ili tupige story? Hebu fanya huko bwana. Bana tulia basi. Mimi nimekwambia baadaye. Baadaye si tunaendelea. Kennedy, mimi sitaki masiara yako. Kwanza wewe kama yani kwamba wewe bora kwanza uondoke tu hapa. Bora uondoke, toka zako tu hapa. Mimi naona unanipotezea muda hapa. Yaani muda wote ule pale tumekaa tumesubiri zaidi ya lisaa zima. Umefanya moja afu eti mpaka sasa hivi bado haijanyuki, hutaki haijanyuki kabisa kufanya nyingine. Kwa hiyo mimi nikae tu na kuangalia hapa hivi. Wewe nimekuleta hapa ngakulipia na nauli na ya kuja na kurudi ile kama pambo. Hebu sepa zako bwana, toka hapa bwana. Maneno yote hayo ambayo aliyokuwa anazungumza mwanadada huyu wa kuitwa Mwai akiwa na mpenzi wake Kene kule ndani. Aisee, kumbe mwanadada Aisha alikuwa yote anayachota, anayasikiliza. Kwa hiyo Aisha pale alikuwa na umbea mwingi. Ashasahau kipigo alichopitia asubuhi. Lakini yeye anachohitaji ni umbea. Umbea kwake ni kitu cha kwanza. Masuala ya chakula yatafuata, lakini umbea kwanza. Sasa akawa anaendelea pale, kijana yule wa kuitwa Kennedy ambaye alikuwa anapiga kazi pale kwa mwanadada Mwai akatoka. Akaanza kuvurugika pale, anajiandaa anavaa nguo zake pale. Wakati anaendelea kuvaa nguo pale ili atoke pale, anavaa nguo zake pale ili aweze kuondoka pale. Bwana. Hapa kidogo mwanadada wa kuitwa Aisha akashangaa. Anashukwa mkono kwa nguvu. Kugeuka hivi kuangalia. Hakuamini macho yake aisee. Hakuamini kabisa. Mtu ambaye alikuwa amemshika mkono pale alikuwa ni Baba T. Yule mume wake na Mama T. Hebu wewe niambie. Kwa nini unaleta tabia za kipumbavu hapa? Yaani wewe kazi yako ni kupiga chabo kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo kumbe sisi tukiwa ndani tunafanya mambo yetu, wewe kazi yako ni kupiga chabo. Bwana, Baba T nisamee bwana. Yaani wewe hapa sasa hivi nakutoa na kuweka hapo katikati, napiga kelele watu wote wanakuja wajue tabia yako ya kipumbavu. Na atoa. Hapana bwana, mimi bwana jamani, hivi umbea wangu jamani leo unaniponza Baba T bwana, tulia bwana. Nisikilize, huo sio issue ya umbea.
Hizo ni tabia za kipumbavu, ujinga, utoto, ushenzi. Wewe unapokuwa unakula chabu hivi unapata vitu gani? Mambo ya kipumbavu. Kumbe sisi hata tukiwa ndani sio hao tu. Maana yake wewe hapa kila mtu unapiga chabu kwake. Hapana bwana, naomba unyamaze basi bwana, usipige kelele. Niache kupiga kelele? Twende huku. Twende huku. Msikaje pale bwana. Baba T akawa anamsukuma anambeba kwa nguvu ili amzungushe kutoka nyuma kule, ampeleke sasa mweke pale katikati, alafu apige kelele watu waje pale. Sasa ulikuwa ni moto sasa. Sasa mwanadada Aisha akawa anaanza kubembeleza. Bwana hapana bwana. Hapana bwana. Wewe basi sikiliza, mimi niko tayari kufanya chochote kile utakachoniambia. Unasemaje? Niko tayari kufanya chochote kile utakachoniambia bwana, lakini usipige kelele bwana, na wewe bwana utaniaibisha bwana. Nisikilize. Uko tayari kufanya chochote, una uhakika? Ndio. Hebu geuka kwanza tukuangalie. Sasa pale bwana, unajua mwanadada Aisha shabu yake ni kwamba ilikuwa haionekani sana. Ana mwili wake mdogo hivi, mwembamba hivi. Lakini sasa ni kwamba ana shabu nzuri, lakini kutokana na jinsi ambavyo anavaaga madela kila siku, kwa sababu alikulia zake huko Uswahilini huko ndani. Madela kila saa. Watu wengi pale wakawa hawafahamu shabu yake jinsi ilivyo. Sasa Baba T alipoelezwa vile akaona hapa kuna fursa. Ngoja kwanza nimwangalie kwanza analika. Hebu geuka huko. Geuka wapi bwana? Geuka au nipige kelele nikupeleke katikati ya watu sasa wajue upumbavu wako unaofanya hapa? Hapana. Nimegeuka. Unaangalia nini? Baba T pale akapeleka mkono wake akajaribu kushika kidogo pale katika kibinda ile wezere ya mwanadada Aisha ili kuangalia kuna kitu. Kuangalia bwana. Kumbe bwana kuna kitu kimefunikwa ndani ya dela bwana, lakini huko ndani kuna kitu cha maana sana. Akagusa pale akasema okay. Sasa nisikilize ngwambie. Kwa hiyo unataka kwamba ufanyeje sasa ili mimi nisiseme? Chochote tu wewe niambie bwana. Nasikiliza. Sasa chagua. Nikufanyie umumu au tuende bafuni au tuende ndani kwako? Ni wapi hapo unapataka? Kwa hiyo unataka unile? Sasa unafikiri mimi nitakufanyaje? Bwana, si unisamee tu bwana, yaishe bwana. Nawe umbea tu kidogo wewe jamani, nawe nisamee. Amna, wewe utakuwa unaangalia hata show zetu sisi. Mimi nikiwa na Mama T huko ndani, wewe kazi yako kutuchungulia. Upumbavu siwezi kukuachia leo. Kwa sasa chagua. Kwa hiyo unanipa au unipi? Wewe niambie tu, nijibu tu kiurahisi, unanipa au unipi? Ili nijue napiga kelele niwalete watu hapa au tunamalizana. Bwana wewe unajua bado Mama T atajua, afu Mama T akijua ni hatari. Ndio kitu ninachogopea. Siku nyingine basi. Sitaki siku nyingine, leo hapa. Kama hutaki wewe niambie tumalize hapa. Mama T atajua bana, afu Mama T shoga yangu tunaheshimiana. Unaheshimiana naye vipi? Ungekuwa unaheshimiana naye ungefanya utaratibu wa kuwa unamchungulia. Mimi si yako wachungulie. Wewe acha ujinga wewe. Wewe lazima unatuchungulia, wewe unakuja kula chabu watu wakiongea. Sijui unapata faida gani, mpumbavu mkubwa wewe. Afu unavyo usinipotezee muda hapa. Hebu sema unanipa au unipi? Haya bwana. Kwa hiyo ni wapi sasa? Ndani kwako au wapi? Twende ndani kwangu. Okay, tangulia hapo hivyo hapo, afu acha mlango wazi. Mimi nikija naingia tu. Sitaki watu wanisome sana. Sawa. Oya. Mwanadada huyu kimbele sana. Na yeye sasa hapa alikuwa ameotewa bwana. Mla chabo kaliwa chabo na yeye kakamatwa bwana. Sasa sijui anafanya nini bwana. Basi bwana mwanadada huyu bwana akaanza kutembea Aisha. Mguu huyo akaenda kaingia ndani kwake. Baba T naye akaja pale. Akaja pale akajua pana nikifika ni kusukuma tu mlango pana ingia ndani. Ile anakuja pale anasukuma mlango hivi. Hola. Mlango umefungwa kwa ndani. Wewe. Kwa hiyo unajifanya mjanja sana eh? Bwana hebu niache huko bwana. Niache huko bwana wewe. Kwa hiyo unabisha, kwa hiyo nikumbue au nisikumbue? Sasa hata okay. Sasa hapa tukipiga kelele hapo ni nani atakuelewa? Ushahidi gani hapo? Mimi niko ndani kwangu baba, upo? Niko ndani kwangu, tena usinisumbue tena ise. Ukisumbua hapa mimi napiga kelele Mama T amke. Hebu sogea upande wa dirisha hapo nikuonyeshe kitu. Basi bwana Baba T akatoka pale akazunguka upande wa pili kwenye dirisha la upande wa pili kule ambapo hamna watu wengi. Akamwambia unaona hii hapa. Hii hapa. Msikilizaji alikuwa anamuonyesha video wakati kitu alichokuwa anakifanya. Jinsi ambavyo alivyokuwa anakula chabo, anachungulia, anasikiliza pale jamaa, kumbe alikuwa amemrekodi vizuri, amemchukua video vizuri kabla ya yeye kumustua.
Wewe Baba T, ngoja basi nafungua mlango, njoo bwana. Hebu achana na mimi bwana, sitaki haya yote naweka hadharani haya. Hizi tabia zako za kipumbavu hizi hapa lazima ziishe. Njoo bwana, mlango nimefungua. Mwanadada yule bwana akafungua, Aisha akafungua mlango wote. Akausukuma. Sasa pale tena Baba T akaja akapita pale akaenda kuingia upande wa pili. Baba T, njoo bwana. Njoo basi. Baba T hakutaka kabisa, akaenda moja kwa moja na kuingia ndani kwa Mama T. Aisee, mwanadada huyu wa kuitwa Aisha Chaumbea alilalamika sana. Moyoni mwake alikuwa anajua hapa nakwenda kuaibika moja kwa moja. Na kwenda kumbuka, nilikuwa na umbea wangu mzuri sana, umbea mara mbili. Umbea huku kwa Recho na umbea wangu huku kwa Mwai. Lakini sasa mbona umeharibika sana? Kidogo akasikia mlango sasa wa kule kwa Mwai ndipo unafunguliwa ili yule mshikaji aweze kutoka Kennedy. We. Chaumbea bwana hakutaka kabisa. Aisha wa kuitwa Aisha Macho, Aisha Chaumbea akatoka pale akaanza kuchungulia upande wa dirishani, akaangalia kwenye dirisha lake la mbele, akaangalia. Akamwona kijana yule anatoka, akamwangalia akasema, jamani. Hivi kweli wa kumgonga kweli mmoja tu jamani, mtoto wa watu. Moyo wa watu analalamika kweli. Yaani aisee kweli bumuone. Ukimwangalia utasema yuko serious, eti kimoja tu jamani. Yule jamani, hivi na mimi kumbe na matatizo yangu jamani. Pale ndipo akakumbuka tena kwamba kumbe ana matatizo yake, lakini mwanzoni alipoanza kusikia tu kuna mtu anafungua mlango kule ili atoke, ni kama alishasahau kwamba ana matatizo, akarudi kwenye umbea wake. Basi bwana yule mshikaji bwana Kennedy akatoka zake pale akapotea. Mwanadada Aisha akaendelea kufikiri jinsi ambavyo alivyo na matatizo yake, akawa anawaza. Akaanza kumtumia message Baba T. Baba T, njoo bwana. Baba T hakujibu. Njoo bwana, hizo mambo nawe, mambo gani haya? Wewe hizo picha zitakusaidia nini hizo video? Si uje, si bora mimi nitakusaidia, nitakupa joto. Kimya. Njoo bwana, sijavaa kitu hapa sasa hivi, njoo. Kimya. Katuma message nyingi sana lakini Baba T akakaa kimya, hataki kabisa mazoea, akakaa kimya. Hapo sasa kweli aliamua kumchachafia mwanadada wa kuitwa Aisha, mwanadada Chaumbea, Aisha Macho, kila kitu anaona. Akaona hapa hii ni hatari. Hii sasa ni hatari. Kwa kweli muda ule pale mwanadada alikaa kwa shida sana. Aisha alikaa kwa shida vibaya mno. Basi bwana, usiku ule bwana ulikuwa ni mrefu sana kwa mwanadada Aisha. Akawa anawaza sana ni nini ambacho kitaendelea. Kesho yake hapo itakuwaje? Yaani ana umbea wake mara mbili, lakini sasa anawaza nitausemaje na wakati mimi kuna jambo langu na mimi. Na mimi hapa kuna jambo langu. Basi bana wakakaa bana pale mpaka asubuhi. Siku ile hana raha asubuhi, lakini ikafika. Mefika pale akatoka nje sasa. Chaumbea kama kawaida yake. Mapema sana alitoka pale kuangalia nje ni nani atatoka, ni nani itakuwaje, mwanamke gani ameliwa, mwanamume gani amekula mtu na dili. Na pale anataka amalizie umbea wake alionao kuhusiana na rafiki na Recho pale. Kwamba Recho anaamka saa ngapi? Na rafiki yake yule ambaye aliliwa bado yupo au aliondoka, ilikuwaje? Yaani anataka ajue kila kitu pale. Atulia zake pale nje. Baba T yeye anawahi kuamka pale na kutoka kwenda kazini. Anatoka anamkuta pale. Tena hajamuongelesha. Kamsalimia tu basi. Shwa anatoka. Ametoka anafika pale getini, mwanadada Aisha huyo anakuja kwa. Anamfuata mpaka pale getini. Wewe Baba T, shemeji. Sikia basi. Unataka nini wewe? Tumalize leo basi bwana, mambo hayo usio kapeleka. Nishampa Mama T kila kitu kiko pale. Na sasa hivi ninavyoenda hivi, bando tunaweka bando pale na irusha kwenye grupu la wapangaji waone kila kitu chako. Yaani nairusha kwenye grupu la wapangaji waone kila kitu chako hapa. Bwana acha bwana. Shemeji bwana, kwani unataka nini? Wewe unataka kitu gani? Hilo litakusaidia nini? Si bora mimi nikupe tu bwana. Shemeji nakwapia wallahi shemeji wallahi vile mimi nakwapia usiposti, nakwambia nitakupa kila ukitaka shemeji bwana. Acha bwana, sio mambo gani hayo bwana shemeji. Chaumbea bwana Ziwe alikuwa ameshakamatwa vibaya sana. Chaumbea amenaswa kweli Chaumbea. Yani Chaumbea akakamatika kweli. Basi bana siku ile bana Baba T kweli hakuposti, lakini aliondoka zake. Hakuposti. Kila saa mwanadada Aisha alikuwa anaangalia kwenye grupu kama kuna kitu kitaingia cha ajabu pale. Kila saa alikuwa anaangalia. Lakini hakubahatika kuelewa ni nini ambacho hakuna kitu kipya kilichowekwa pale. Asubuhi ile bana watu wakatawanyika, kila mtu akaelekea kwenda kazini. Kila mtu akaenda kazini, lakini kwa upande wa kijana kiki alikuwa yuko zake ndani bado.
bwana wewe. Upande mwingine bwana, ilikuwa ni kule nyumbani kwa yule mwanadada aliyejitambulisha kwa mshikaji jana yake aliyekuwa anamhitaji kule njiani. Unashaona alikuwa anaitwa Sifika. Yule ambaye alikuja na bodaboda pale, alipokuta kwamba mshikaji huyu Kiki amezingua, akamtukana na kumwambia we sweet boy, we sweet hanisi sweet nini, shoga sweet nini. Basi bwana, kumbe siku ile bwana, ile jambo usiku kwanza amehangaika sana. Sasa asubuhi akawa ameamkia kwenye kioo bwana, kujiangalia, anajitazama. Yuko na marafiki zake wawili pale. Neema yuko na rafiki yake mwingine alikuwa anaitwa Rehema. Sasa rafiki zake akamuuliza, wewe vipi? Hapana, hivi lakini hebu niwaulize bana. Hivi mimi kweli ni mbaya kiasi hicho? Kwa nini unasema hivyo? Yaani unajua jana kuna mtu amenichanganya. Hivi kweli mwanaume mwenye lijali kabisa mwanaume anaweza kanikataa mimi kweli? Kweli mimi hivi nilivyo hivi? Hivi kweli? Hivi anaweza kanikataa mimi? Hivi kweli? Alikukataje kwani? Hadi ulimtongoza akakataa au? Hapana, sio, lakini nilimshobokea, naweza ngasema. Nilimuelewa. Alafu nilivyomuelewa eti akajifanya kwamba eti yeye ni hataki hata kuongea na mimi mazoea. Na nilikuwa nimependeza hivi hivi. Jana muda ule nilipoenda kuchukua chakula. Hivi mimi kweli ni mbaya kweli? Basi mwanadada yule bwana wa kuitwa Sifika akawa anajitazama sana kwenye kioo, anageuka anafanya hivi, wenzake akamwambia bwana achana naye. Huyo mtu yule sio hanisi kweli huyo. Anambia wenzake Neema pamoja na Rehema walipoona kwamba anaongea sana, anaonyesha kama amepata frustration, akamwambia huyo hamna kitu, huyo shoga tu huyo. Huyo ni hanisi, hamna kitu huyo. Huyo fala tu. Huyo fala tu, hamna kitu huyo. Huyo atakuwa anapandwa na wenzake huyo. Na mwanaume anaweza kukataa. Ukiangalia shape nimepewa, sura nimepewa, kila kitu. Anakataa kwa kipi? 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 Akazungumza sana pale. Wenzake wakamsifia bana, huyo shoga bana achana naye huyo. Achana naye. Neema akamwambia huyo hamna kitu, huyo achana naye kabisa huyo. Wewe wanaume wangapi wanakutongoza kwa siku? Si wanaume kibao, alafu yeye mmoja anajifanya anakataa na kuchanganya. Huyo ni wale unakuta na yeye mwenyewe hata mpenzi wako na yeye ni mpenzi wake hivyo hivyo. Kweli. Akajifariji kwa maneno yale, lakini kumbe mwanadada Sifika bwana, yale maneno bado alikuwa hajaelewa kabisa. Wewe. Alikuwa hajaelewa kabisa. Moyoni mwake alikuwa bado anaumia na akasema ni lazima atampata huyu kijana huyu. Sasa sura yake alikuwa ameikariri, lakini alikuwa hajaifahamu. Akasema hapana, mimi sitakubali. Akasema ni lazima nilipize kitu hapa. Lazima nilipize. Huyu lazima nimtafute huyu mwanaume nimuone. Nijue nini kinaendelea. Lakini kama yule kage pale kana msokota kwa sababu amempenda sana. Yaani alipomtazama mshikaji Kiki alikuwa amempenda kichizi, yani akasema hapa hii liwalo na liwe. Bwana. Hapo bwana, hiyo bwana ndio sehemu ya 3. Hatujajua bwana hapa bwana hawa watu wa Werevu Village ni nini kitaendelea. Na hapa kwa mwanadada Aisha ni nini kitafuata. Vipi? Atajaribu kumpa mzigo Baba T au ataamua kufanyaje? Pengine atampa mzigo Baba T, au kama sio kumpa mzigo Baba T labda pengine ataamua tu kwamba sasa bwana video zake zile zitapostiwa akiwa anakula chabo, au ni nini kitaendelea. Na vipi kuhusu mwanadada Rachel, na yeye atafanikiwa ya kweli kurudi kumpata kijana Kiki au itakuwaje? I say kuna hayo na mengine mengi, na kwa upande wa huyu mwanadada kuitwa Sifika hatujajua kwamba ni nini kitaendelea bana, lakini tukumbushane tu kwamba sehemu inayofuata itatupa majibu. Sehemu inayofuata bana itakuwa ni sehemu ya 4. Ya sehemu itatupa majibu. Bye bye bana. Niliyekuwa nikikusimulia simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Tukutane katika sehemu ya 4.